Ukraine ipo tayari kufanya uchaguzi licha ya vita vinavyoendelea na Urusi. Ugumu ni kwamba Ukraine ina sheria zake, ina katiba yake, na Ukraine yenyewe ukizungumzia katiba yake kwamba kunapokuwa na hali ya vita, Ukraine hairuhusu uchaguzi kufanyika. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari na Eskola Kisanga. Na asante Beldin. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo mapya na Volodymyr Zelensky na viongozi wengine wa Ulaya kuhusu kumaliza vita nchini Ukraine huenda ni kupoteza muda. Akizungumza ikulu ya White House, Trump anasema mazungumzo kwa njia ya simu na viongozi wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa. Anasema mazungumzo hayo yalikuwa na kile alichokiita maneno makali. Anasema bado hajaamua kuhusu wito wa mkutano mpya. Mapema hii leo maafisa wa Ukraine wametuma mapendekezo kwa Washington kwa ajili ya kumaliza vita ambayo yanajumuisha marekebisho kwenye mpango wa awali wa Marekani ambao ungehitaji Ukraine kukabidhi sehemu ya ardhi yake kwa Urusi. Waasi wa M23 mashariki mwa Kongo wanasema kwa sasa wako katika udhibiti kamili wa mji wa Uvira, makazi ya mwisho yaliyochukuliwa na serikali katika jimbo la Kusini. Katika taarifa yake, kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda limetaka majeshi ya Kongo kusalimu amri. Maafisa wa ndani wamethibitisha uwepo wa wapiganaji wa M23 katika makao makuu ya ofisi za gavana wa mji wa Uvira. Mji wa Uvira uko umbali wa kilomita chache kutoka Burundi, ambapo maelfu ya raia wamekimbilia taifa hilo jirani. Kuendelea kwa mapigano kumejitokeza chini ya wiki moja tu baada ya mkataba wa amani uliosimamiwa na Marekani na kusainiwa na Kongo na Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi ameeleza utekaji wa mji huo wa Uvira kama aibu kwa Rais Trump. Majeshi ya Marekani yamedhibiti meli ya nje ya pwani ya Venezuela kwa lengo la kuongeza shinikizo dhidi ya nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema bado hatua kadhaa zinaendelea bila kufafanua zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Venezuela imelaumu shambulio hilo na kuliita wizi wa wazi na uharamia wa kimataifa. Zaidi na Phyllis Mwatee. Inasemekana kuwa kukamatwa kwa meli hiyo ni sehemu ya mpango wa kudhoofisha rasilimali za nishati za nchi hiyo kwa maksudi. Hapo awali mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi alikashifu meli hiyo kwa kusafirisha mafuta yaliyowekwa vikwazo kutoka Venezuela na Iran. Katika hatua nyingine, rais wa Colombia Gustavo Petro amependekeza Venezuela kuruhusu uwepo wa serikali ya mpito. Bwana Petro alisema Rais Maduro anapaswa kukubali kwamba jibu bora kwa mashinikizo ya kigeni ni mapinduzi ya kidemokrasia. Na kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado amewahimiza wana Venezuela kuendeleza kupigana na serikali ya kidikteta katika hotuba iliyosemwa na binti yake ambaye alikuwa akichukua tuzo ya amani ya Nobel ya mama yake huko Oslo. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel Johan Watne Friednes anasema Rais Maduro anapaswa kujiuzulu. Na maelfu ya watu wameandamana kote Bulgaria ikiwa ni pamoja na mji mkuu Sofia wakishutumu serikali kwa ufisadi. Harakati za maandamano zinadai kujiuzuru kwa serikali ya waziri mkuu Rosen Zelvazok na baraza lake la mawaziri. Rais wa Bulgaria Rumen Radev ambaye ameunga mkono waandamanaji anasema maandamano hayo huenda yakachochea uwepo wa kura ya kutokuwa na imani na baraza la mawaziri. Huenda leo Alhamisi serikali ya Bulgaria ikakabiliana pia na kura ya kutokuwa na imani kwa mara ya 6 kwa mwaka huu. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za dunia umesoma kwako na Eskola Kisanga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikutangazia kwenye FM radio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com. Matangazo haya pia utayapata kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Mimi ni Beldin Waliula. Karibu. Vikosi vya Marekani vimechukua udhibiti wa meli ya kubeba mafuta nje ya pwani ya Venezuela katika hatua ya kuongeza shinikizo dhidi ya uongozi wa taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mambo mengine yalikuwa yakifanyika bila kutoa maelezo zaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Venezuela ililaani tukio hilo kama wizi wa wazi na uharamia wa kimataifa. Zaidi na Phyllis Mote.
Mapema mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi aliweka video kwenye mtandao wa X ya kudhibitiwa kwa meli hiyo akidai kwamba ilikuwa ikisafirisha mafuta yaliyowekewa vikwazo kutoka Venezuela na Iran. Mafuta ndiyo chanzo kikuu cha mapato cha Venezuela. Kanali mstaafu wa jeshi la wanamaji Mark Kansian ameambia BBC kwamba wanajeshi hutekeleza operesheni za usalama za aina hii mara kwa mara. Bila shaka, aina hii ya operesheni ni ya kawaida kwa jeshi. Jeshi la wanamaji, walinzi wa pwani na vikosi maalum hufanya hivi mara kwa mara. Jeshi la wanamaji na walinzi wa pwani wanaweza kupanda meli kwa kutumia helikopta au boti dogo pembeni. Inaonekana kwamba hapa kulikuwa na kikosi maalum cha operesheni ambacho kilitua kwa helikopta. Akizungumza kwenye mkutano mapema hapo jana, rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikuwa na ujumbe kwa wakazi wa Marekani wanaopinga vita dhidi ya Venezuela, na ujumbe huo ulikuja kwa njia ya wimbo maarufu wa mwaka 1988. Don't worry, be happy. La, 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 la. Maduro pia alisema katika hotuba hiyo kwamba mtu yeyote anayetaka mafuta ya Venezuela lazima aheshimu sheria na kwamba Venezuela haitakuwa tena koloni ya mafuta. Maneno makali zaidi kutoka kwa serikali ya Venezuela ya kulaani hatua ya Marekani yametolewa muda mfupi uliopita. Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela, Diosdado Cabello, ameiita Marekani wauaji, wezi na maharamia. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili umezidi kudorora kadri uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Caribbean unavyoongezeka. Kabla kwa kukamatwa kwa meli hii ya leo, vikosi vya Marekani vilivamia angalau meli 23 katika mashambulio 22 tofauti kwenye maji ya kimataifa kati ya tarehe 2 Septemba na tarehe 4 mwezi wa Disemba. Idadi kubwa ya mashambulio hayo yametokea nje ya pwani za Venezuela na Colombia, na kwa jumla takriban watu 84 wameuawa. Ni Phyllis Mwote. Waasi wa M23 walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema wamechukua udhibiti wa mji Uvira, mji wa mwisho uliokuwa chini ya serikali ya taifa hilo kusini mwa wilaya ya Kivu. Wakazi wa eneo hilo wamethibitisha uwepo wa wapiganaji wa M23 katika afisi kuu za gavana wa eneo hilo na ofisi za halmashauri za mji huo. Utekaji wa mji wa Uvira umejiri chini ya wiki moja tu baada ya rais wa Kongo na mwenzake wa Rwanda kutia saini ya makubaliano ya kusitisha vita mashariki mwa DRC. Kutoka eneo hilo, Chube Ngorombi amesitumia taarifa ifuatayo. Tangu jana magharibi mpaka sasa tuko ndani ya nyumba. Tunataka tusisikie masasi leo, tutembee kwenye mji bila wasiwasi. Vita hivi vinavyoendelea baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani huko Washington kati ya DRC na Rwanda vimezua hisia mseto kati ya raia wa DRC pamoja na mataifa jirani wa DRC, Rwanda na Burundi. Lakini ile njoo hali inaendelea kwetu Uvira. Muzidi kutuombea. Katika taarifa kwa waandishi wa habari Disemba 10, 2025, serikali ya Rwanda inashutumu DRC na Burundi kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotolewa na Washington. Kulingana na Kigali, inadai kwamba FARDC, vikosi vya Burundi FDLR, wanamgambo, wazalendo na mamluki wa kigeni wamearusha mabomu karibu na mpaka wa Rwanda kwa kutumia ndege za wapiganaji na vifaa vya kushambulia. Huko Gitega, upande wa serikali ya Burundi Jumatatu ulishutumu pia Rwanda kwa kutekeleza mashambulio katika eneo lake dhidi ya askari wake waliopelekwa katika DRC kama sehemu ya makubaliano ya nchi mbili na Kinshasa. Moise le Philosophe kutoka vuguvugu la Lucha ameonya serikali ya DRC, Marekani na viongozi wa Qatar kuboresha usalama ili kuokoa maisha ya raia wasiokuwa na hatia mashariki mwa DRC. Kwa Marekani na kwa wakuu viongozi wa Qatar ambao wanaendelea kuendesha makubaliano kati ya wakuu viongozi wa DRC na M23 waweze kabisa kuingia ndani na kuomba kuheshimika kwa mikataba ambayo ilikamatiwa. Kupitia X ya msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ilionyesha mapigano hayo ambayo pia inaathiri maeneo kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na kufanya ukiukaji wa makusudi wa kusitisha mapigano
makubaliano na mkataba wa Washington uliowezeshwa na rais wa Amerika. Kinshasa inasema vizuizi lazima vichukuliwe ili kuidhinisha mtazamo huu ambao unadhoofisha makubaliano ambayo yamekaribishwa kwa makubaliano ulimwenguni. M23 inashutumu pia Kinshasa kutokusitisha mapigano dhidi yao wakati ikiwalinda raia wake. Kuanguka kwa mji wa kimkakati wa Uvira kunakuja wakati Marekani na Jumuiya ya Ulaya wakizitaka pande mbili zinazopigana kusitisha mapigano kwa mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Chubengorobi. Mkuu mmoja wa serikali nchini Benin ameiambia BBC kwamba kiongozi wa jaribio la mapinduzi lilofeli la siku ya Jumapili amekimbilia nchi jirani ya Togo. Akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina, afisa huyo alisema kuwa serikali itaiomba Togo kumrejesha Luteni Kanali Pascal Tegri. Serikali ya Togo bado haijatoa maoni yake. Halima Nyanza na taarifa hiyo. Afisa huyo mwandamizi wa serikali ya Benin ameiambia BBC kwamba mamlaka nchini humo zilikuwa zikijua kwamba Luteni Kanali Pascal Tigri yupo katika mji mkuu wa Togo, Lome, na katika eneo ambalo rais wa nchi hiyo Faure Gnassabe anaishi. Amesema watatuma maombi juu ya kurudishwa kwa kiongozi huyu na kuona jinsi gani mamlaka nchini Togo itakavyochukua hatua. Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa pande zote juu ya madai hayo. Togo ni mwanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo pia ililani jaribio hilo la mapinduzi. Mapinduzi hayo yaliyoshindwa yalitokea baada ya mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi na kuzua wasiwasi juu ya kitisho cha demokrasia. Mapinduzi hayo yalizimwa pia baada ya Nigeria, taifa lenye nguvu katika eneo hilo, kutuma ndege za kivita kwa ajili ya kwenda kudhibiti uasi kufuatia ombi kutoka katika serikali ya rais wa Benin Patrice Talon. Vikosi maalum vya Ufaransa vilivyotumwa nchini humo kutokea Ivory Coast navyo pia vinadaiwa kuwasaidia wanajeshi watiifu kuzuia mapinduzi hayo. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Benin hajathibitisha juu ya uwepo wa vikosi hivyo. Ameiambia BBC kwamba anachojua yeye ni kwamba Ufaransa ilitoa msaada tu wa kiintelijensia. Siku ya Jumapili, kundi la wanajeshi lilijitokeza katika televisheni ya nchi hiyo na kutangaza kwamba wamenyakua madaraka. ECOWAS imetuma wanajeshi kutoka Nigeria, Ghana, Sierra Leone na Ivory Coast kulinda miundombinu muhimu nchini Benin. Benin ni moja wa wazalishaji wakubwa pamba barani Afrika, lakini liko katika kundi la nchi maskini zaidi duniani. Na sasa nampisha Phyllis Mwate na taarifa za sport. Karibu Phyllis. Shukran sana Beldin, na minaanza na kuangazia usiku wa mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya. Sasa Noni Madueke anaweza kutafakari ushindi wa ligi ya mabingwa dhidi ya Club Brugge kama usiku wa kihistoria katika maisha yake ya soka na klabu ya The Gunners. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alifunga mabao mawili katika ushindi wa Arsenal wa magoli 3-0, ikiwa ni pamoja na bao la kuvutia kutoka yadi 20, huku kiwango chake cha juu kikionyesha tena kwamba anaweza kuwa zaidi ya mchezaji wa kupumzishwa kwa kocha Mikel Arteta. Na mabao kutoka kwa Nico O'Reilly na Erling Haaland yaliipa Manchester City ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Real Madrid katika uwanja wa Bernabeu, na hivyo kuongeza shinikizo kwa kocha wa Madrid Xavi Alonso. Juventus nayo iliimarisha nafasi zao za kusonga mbele kwenye ligi ya mabingwa baada ya mabao mawili ya kipindi cha pili kuvunja ngome ya upinzani wa timu ya Pafos kutoka Cyprus. Sasa mabingwa Ulaya Paris Saint-Germain walishindwa kuivunja Athletic Club, kwani bado wako katika nafasi nzuri ya kusonga mbele kwenye ligi ya mabingwa. Kikosi hicho cha Luis Enrique kiko nafasi ya 3 ingawa kina 2.1 ndani ya 8 bora, huku Athletic wakiwa nafasi ya 28 na wako hatarini sana ya kutolewa. Lakini Benfica iliongeza matumaini yao ya kufuzu kwa raundi ya mtoano ya ligi ya mabingwa baada ya kuifunga Napoli na kupata ushindi wa pili mfululizo kwenye mashindano hayo. Sasa mchezaji wa kike wa kitaalam wa mchezo wa ubao wa Kijapani aina ya shogi amepokea ombi la msamaha kutoka kwa chama cha mchezo huo kutokana na jinsi kilivyowatendea wachezaji wajawazito. Kana Fukuma ambaye ni bingwa wa mara 6 wa mchezo huo unaofanana na chess alilazimika kujitoa kwenye mashindano ya ubingwa kwa sababu tarehe za mechi ziliangukia katika kipindi cha wiki 14 karibu ya tarehe ya kujifungua. Anasema kanuni zilizopo zinawalazimisha wanawake kuchagua kati ya uzazi na kazi zao. Sasa nikomee hapo Beldin bwana. Kila